Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa nini tunafanya Life After Campus? Tunafanya Life After Campus kwa sababu tunaenda kukutana na mambo mengi kidogo ambayo yanakuwa ni mapya. Mtu anapotoka darasa la 7 anakuwa anajiandaa kwamba hapa naenda form 1. Wakati ule anajiandaa na ile form 1 yake, anaweza hata akawa yuko a little bit busy. Si unajua anafanya pre form 1, sio? Hivyo mtu akiwa amemaliza kidato cha 4 anakaa kidogo, mwezi wa 11 wa 12 wa kwanza matokeo yanatoka. Wale wanaopenda shule sana wa kwanza huo wanaanza pre form 5, sio? Sasa kama umesoma art inawezekana labda ilikuwa sio ya muhimu, lakini sisi tulisomaga science kidogo, ilikuwa kidogo ina umuhimu wake. Kwa hiyo unaenda unahakikisha mambo yanakuwa yamekaa vizuri. Likewise, unamaliza form 6, watu wakimaliza form 6 wanajiandaa haraka, unashangaa wamekuja jeshi kidogo, ukikaa jeshi kidogo muda umeenda umekuja hapa. Lakini baada ya kutoka hapa hatujui. Sasa tuongee, na mimi napenda watu wanaoongea. Jina la Bwana libarikiwe. Haya, sasa kuna challenges mbalimbali ambazo nimezi analyze. Tuna unemployment and delayed opportunities. Ni challenge ambayo mnaweza mkakutana nayo. Upungufu wa ajira, ukizingatia watu wanaomaliza ni wengi kuliko watu ambao wanafanya nini? Kuliko ajira ambazo zinatoka. Lakini pia wakati mwingine sio tu kwamba hutaajirika kabisa. Wakati mwingine ni kwamba unatamani ukitoka tu uende ukapate ajira hapo hapo, lakini wakati mwingine unashangaa ajira imefanya nini? Imechelewa kidogo, sio? Sio hivyo tu, financial pressure. Unaweza kukutana na financial pressure kubwa, unahitaji kufanya mahitaji ya kila siku. Wengine mtaamua kubaki Morogoro labda, wengine wataamua kwenda maeneo mengine. Alafu baada ya hilo utakuja kushangaa kwamba hiyo hela hauna, na unatamani maisha yaende vizuri. Unaona wenzako wanaonekana wana hela, wananunua magari, wanapata kazi nzuri. Alafu wewe inawezekana wakati huo isiwe kwa haraka kama ambavyo imetoka kwa wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sio hivyo tu, kuna pia pressure na world influence. Makundi mabaya, unaenda huko mtaani unaona mambo hayaendi, watu wanakupa option nyingine bwana. Kuna namna ukienda ukifanya hivi utakuwa hivi, kienda hivi itakuwa hivi. Lakini hayo mambo yote wakati mwingine yanakuwa yako kinyume na imani yako, kwa sababu we are living this world but we are not of this world. Yani pamoja na kwamba sisi tunaishi katika hii dunia, sisi tuna asili nyingine na tuna namna yetu nyingine ya kufanya mambo yetu kuliko ambavyo unaweza kufikiria. Sometimes mtu anakuambia bwana, labda kuna bosi fulani ukikutana naye kimwili anaweza akakupa fursa fulani. Wengine wanakuambia siku kuna namna fulani. Siku hizi kuna utani mkubwa ambao unaendelea mitandaoni, watu wanaonyesha kwamba wewe jamaa ulivyo na hela nyingi, hebu tuonyeshe nyoka wako, tuelekeze kwa mganga wako. Sasa je, wewe mtu wa Mungu utaweza kufanya hivyo? Siku hizi tumesikia kuna makundi ya watu ambayo yanatangaza mambo fulani ambayo labda ni kinyume na tamaduni zetu na ni kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini watu wanaofanya hivyo inasemekana wana hela nyingi. Je, tutaweza kufanya hivyo? Lakini pia doubt and uncertainty about the future. Unakutana na changamoto, yani doubt, una mashaka kwamba mbona kama nimestuck, mbona kama wenzangu wanapiga hatua, mbona kama wenzangu wanasonga mbele, mbona kama wenzangu maisha yao yanaonekana ni mazuri, alafu mimi kwangu kama hakuna kinachoendelea. Sio hivyo tu, temptation to compromise. Temptation to compromise with values. Unaenda mahali anakuambia bwana, ili upate hiki lazima ufanye kitu fulani, lakini unajua hicho kitu ni kinyume na imani yako. Lakini unajua hiki kitu hakimpendezi Mungu. Je, utakifanya ili upate hiyo kazi? Je, utakifanya ili upate hiyo ajira? Je, utakifanya ili upate huo mtaji? Sio hivyo tu. Dunia ina shortcut nyingi, dishonest nyingi, unethical choices nyingi. Lakini kitu kingine, comparison na social media pressure. Unajifananisha na watu wengine uliomaliza nao.
Unaona wote wanaolewa, kila mtu kila siku, kila Jumamosi anasema yes. Alafu wewe ukikaa ukiangalia, hamna mtu hata anayesema mambo. Je, utakuwa tayari kulinda imani yako? Utakuwa tayari kuvumilia kwenye group discussion? Mpo wadada 6, wadada 5 wenzako wote wamesema yes, wameshaweka DP, picha zile wameshika kakidole kamefanya hivi, afu kuna mtu amewashika ule mkono, yani DP yake ni ule mkono tu, alafu kuna kanani fulani kanapendeza hapa, alafu wewe 3 bila. Mambo hayaendi, vitu vinaonekana kama havipo sawa. Sio hivyo tu, upweke, loneless, nayo ni changamoto. Unatoka zako hapa, umerudi kwenu huko Ukerewe, huko Mbeya, huko wapi, most of people ambao ulikuwa unawasiliana nao tena hauna mawasiliano nao tena. Upo kule kijijini, hakuna kitu kinachowapa faraja waliofeli shule kama kuona sisi tuliofaulu shule maisha yetu ni magumu. Yaani unakuwa tu ni mfano, sio mfano mzuri, mfano mbaya, kwamba bwana hizi shule bwana nyie someni, lakini msisome kivile. Unamwona yule jamaa alipataga form 4 peke yake division 1, lakini angalia life lake. Kwa unajikuta upweke, huna marafiki, kwa sababu wale ambao walikuwa marafiki zako wote wameoa, wote wameolewa, wengine wamejenga nyumba, wengine wanamiliki bodaboda, wengine wanamiliki biashara ndogo ndogo. Wewe ndo umetoka, hamna chochote unachokimiliki. Una degree yako tu wapi? Kichwani. Lakini kuna relationship decision, ndo mambo ya kuoa sasa na kuolewa hapo yanakuwa yameingia katikati hapo. Unatamani na wewe labda uolewe. Ulikuwa una kijana mdogo tu hapa Mzumbe, na wewe sasa hivi sasa unamwona kama huyo sasa, mbona kama ananichelewesha, unasema uoni future. Yani unatamani sasa, unapushi mambo, yani unatamani mambo yaende vile ambavyo wewe unatamani. Lakini pamoja na haya yote ambayo yanaweza yakawepo, kuna changamoto nyingine, tunasema loss of spiritual consistency. Yale mambo yetu yanavozidi kuwa magumu, kila mahali kunapokuwa kuna pressure, hata kiu ya kuomba wakati mwingine haipo, hata kiu ya kufanya ibada wakati mwingine haipo, na ibada zenyewe hazipo nyingi kama huku. Juzi nilikuwa naongea na mama, alikuwa anasema yani siku hizi Mzumbe kila Ijumaa kuna mkesha. Hao watoto wakishinda kwenda mbinguni wameamua wenyewe. Hasa umeenda huko mtaani hamna hata mkesha. Yale maombi ya kila siku Ijumaa, yale maombi ya Jumatatu, ibada ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa hazipo tena. Yale mazingira ambayo yalikuwa favorable kwako kinapokuwa hapa chuoni, yote yanaonekana kama hayapo. Lakini pamoja na hayo mambo yote, una kitu cha kukilinda. Biblia inasema linda sana yote uyalindayo, maana anasema linda sana moyo wako kuliko, maana huko ndiko zinakotoka nini? Kuliko yote uyalindayo, maana huko ndiko zinakotoka chemchemi za nini? Ili usipate pressure, ili moyo wako usiende down, ili tusije tukasikia umejinyonga, ili tusije tukasikia umejirusha kwenye gorofa refu, lazima ulinde moyo wako. Sasa unaulindaje moyo wako? Anayeweza kuwa mlinzi kamili wa moyo wako ni Mungu. Na ndio maana moja ya kitu ambacho unapaswa kukilinda kwa wivu mkubwa ni kulinda mahusiano yako na Mungu hata utakapokuwa umemaliza masomo yako. Kwa nini? Kwa sababu mahusiano yetu na Mungu, wokovu wetu ambao sisi tumeupokea kupitia Yesu Kristo, ni kitu cha thamani. Ndio maana Biblia inasema nini? Shika sana ulicho nacho. Kumbe tunaweza tukapoteza mahusiano yetu na Mungu. Tunaweza tukapoteza yale mambo mema ambayo tunatamani kuona Mungu anayafanya kwa sababu ya pressure, kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya namna ambavyo mambo yanaonekana. Sasa moja ya maamuzi ambayo unapaswa kuondoka nayo unapoondoka mahali hapa, lazima useme, bila kujali nitakutana na changamoto ngapi, bila kujali nitakutana na mambo mangapi magumu, bado niko tayari kupoteza kila kitu, lakini sio kupoteza imani yangu kwa Mungu.
Acha kama wengine wanafanikiwa kwa haraka, wafanikiwe. Acha kama wengine wanaonekana wanapiga hatua, mimi nimesimama, acha nisimame. Lakini imani yangu kwa Mungu ni kitu cha thamani, akiwezi kufananishwa na kitu chochote kile pale. Na kwa nini nakwambia imani yako ni kitu cha thamani? Imani yako ni kitu cha thamani kwa sababu Yesu alikubali kufa msalabani kwa ajili yetu. Thamani ya kitu inaendana na gharama ya namna ambavyo hicho kitu kimepatikana. Wokovu tulionao, tulioupokea kupitia Yesu Kristo, tumeupata huo wokovu kwa gharama ya mtu kuacha uhai wake, kwa gharama ya Mungu kuacha kila kitu mbinguni. Biblia inasema naye Yesu alikuwa yuko namna sawa na Mungu, lakini aliona kuwa na Mungu sio kitu, akakubali kufa mpaka mauti. Naam, mpaka mauti ya nini? Ya msalaba. Lengo lake ni nini? Aweze kutupa kitu cha thamani ambacho ni wokovu tulionao, aweze kutupa hii imani tulionayo. Imagine wengine mmekuja hapa ndio mmeokoka hapa, ndio mmetengeneza mahusiano yenu na Mungu mahali hapa. Imagine msingi ambao umeujenga ndani ya miezi mitatu, pressure ya mwezi, ndani ya miaka mitatu, pressure ya mwezi mmoja inakuja na uvuruga huo msingi. Mimi niliokoka UKWATA. Sio kwa sababu niliokoka UKWATA, niliokoka form 1 wiki ya kwanza, na maisha yangu yalibadilika pale pale. Baada ya kubadilika maisha yangu pale pale, kwa nilikuwa nakuja namaliza chuo tayari nina msingi ambao nimeujenga UKWATA form 1 mpaka form 4, form 5 mpaka form 6. Chuo hapa miaka yangu yote mitatu nimekuwa busy na mambo yangu ya Mungu. Alafu pressure ya maisha tu ambayo hata sijui inaishia lini. Hivi unajua wakati Mungu unaweza ukakompromise leo afu Mungu kesho akafanya jambo lingine, utamwambia nini ukimuona? Walawi sura ya 6 mstari wa 13. Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema hivi: moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu, daima usizimike. Kwa maisha yetu ya chuo, kama umekuwa committed sana kwenye mambo ya Mungu, una uwezo wa kupata moto mkubwa sana wa Mungu. Lakini huo moto ambao umeupokea unapaswa kuutunza ili usifanye nini? Usizimike. Moto ambao umeupokea unapaswa kuutunza ili usizimike. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari 28. Matendo ya Mitume 20:28. Neno la Mungu linasema hivi: jitunzeni nafsi zenu na lile kundi nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kwa waangalizi juu yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Mimi sitaki hiyo mstari wa juu, nataka hiki kipengele cha mwisho. Anasema alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Hii imani tulionayo ni Yesu mwenyewe ameinunua, ni Yesu mwenyewe ameitengeneza. Hii inaonyesha kwamba imani tulionayo ni kitu cha thamani. Tunapaswa kukitunza, tunapaswa kukiheshimu, tunapaswa kukifuata, tunapaswa kukilinda kwa wivu mkubwa.